Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Mpendwa wa Mungu, tutasikia katika wimbo wa katikati mzaburi anasema msiyasahau matendo ya Mungu. Na matendo hayo baadhi yanaelezwa, lakini lilo kuu ni tendo la kukomboa sisi. Yesu Kristo alichagua msalaba ili aweze kukomboa sisi. Kwa hiyo ndugu zangu wanawake, msiyasahau hayo matendo makuu ya Mungu yaliyolenga kutukomboa sisi wanadamu. Upe thamani kubwa msalaba, kwa sababu ndicho chombo ambacho Yesu alichagua kutuletea sisi ukombozi. Kwa hiyo msisahau matendo hayo makuu ya ukombozi aliyotuletea Mungu wetu. Karibuni katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tusimame. Utukufu wa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu waliowaridhia. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Ee Bwana Mungu, Mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana Yesu Kristo, Mwana pekee. Ee Bwana Mungu, Mwana kondoo wa Mungu, Mwana wa Baba, mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, pokea ombi letu. Mwenye kuketi kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako uliye juu kabisa, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Ee Mungu, ulitaka mwanao pekee ateswe msalabani ili kuwaokoa wanadamu. Tunakuomba utujalie sisi tuliojua fumbo lake hapa duniani tustahili kupata thawabu ya ukombozi wake huko mbinguni, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Hesabu. Siku ile jangwani, watu walimnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula
wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi. Msiyasahau matendo ya Mungu. Kiitikio: msiyasahau matendo ya Mungu. Enyi watu wangu, sikilizeni sheria yangu, tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu, na nifunue kinywa changu kwa mithali, niyatamke mafumbo ya kale. Msiyasahau matendo ya Mungu. Msiyasahau matendo ya Mungu. Alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta, wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii, wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wao, na Mungu aliye juu ni mkombozi wao. Kiitikio: msiyasahau matendo ya Mungu. Lakini walimdanganya kwa vinywa vyao, wakamwambia uongo kwa ndimi zao, kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake, wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. Msiyasahau matendo ya Mungu. Lakini yeye kwa kuwa anayo rehema, husamehe uovu wala haangamizi. Mara nyingi huipishia mbali ghadhabu yake, wala haiwashi hasira yake yote. Msiyasahau matendo ya Mungu. Msiyasahau matendo ya Mungu. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Yesu Kristo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, na utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Haleluya, 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 haleluya,
kukuabudu na kukutukuza, kwa kuwa umeikomboa dunia kwa msalaba wako. Haleluya, 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 Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Yesu alimwambia Nikodemo, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani Mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Tusimame. Ndugu zangu wapendwa, Yesu Kristo amemtolea Baba yetu wa mbinguni maisha yake msalabani ili atupatanishe naye. Baba wa huruma na upendo, utujalie. Msalaba ulitukumbushe mapendo makubwa ya Kristo na uamshe shukrani mioyoni mwetu. Twakuomba utusikie. Msalaba uwe bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao. Twakuomba utusikie. Msalaba ututie nguvu katika mateso na hatari. Twakuomba utusikie. Tutumie ishara ya msalaba kwa kuungama imani yetu. Twakuomba utusikie. Tutumie ishara ya msalaba kwa kuwafukuza pepo wabaya na washawishi. Twakuomba utusikie. Marehemu wote waliowekwa muhuri wa msalaba mtakatifu wapokelewe katika ufalme wako. Twakuomba utusikie. Mungu, umeweka msalaba uwe ishara ya ukombozi wetu na alama ya mapendo yako kwetu. Twakuomba utupe neema ya kuchukua msalaba wetu pamoja na mkombozi kwa mapendo makubwa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.